Pengine kwa pamoja tutambue kuwa scholarship au ufadhili pamoja na nafasi za kielimu ughaibuni sio swala la bahati nasibu wala hutaki kuwa na kismati. Ni swala ambalo linahitaji maandalizi bora na muda mwafaka ili wewe uweze kupata nafasi zako zote unazozitaka za kielimu pamoja na ufadhili ughaibuni. Sasa basi, katika hili kuna maswali mawili ya kujiuliza. Cha kwanza ni muda gani unahitaji ili kufanya maandalizi bora? Lakini cha pili ni nyaraka gani ambazo unazihitaji ili basi kabrasha lako la maombi liwe limetimia? Swali la kwanza tunaweza kujibu kwa ufupi kabisa. Ili kufanya maandalizi bora unahitaji muda ambao haupungui mwaka mmoja. Naongea hivi kwa sababu kuna document nyingi inabidi uziandae vyema kabisa na kwa uhalisia ili kabrasha lako liweze kutimia. Kwa hiyo hakikisha una kipindi cha mwaka mmoja mpaka mwaka mmoja na nusu katika kuomba nyaraka zako muhimu ili uweze kufanya maombi ambayo yakuwa yametimia. Sasa basi tukirudi kwenye swali la pili. Swali la pili linasema ni nyaraka gani muhimu ambazo unazihitaji ili kufanya application yako ya ufadhili pamoja na chuo ughaibuni. Mimi naweza nikasema classify au weka hizi nyaraka katika makundi mawili makubwa. Kuna nyaraka zako za kiserikali ambazo zitakuwa zinatambulisha uraia wako, wewe ni nani, umezaliwa wapi. Lakini kuna nyaraka vile vile za kishule au za kielimu ambazo utakuwa unazihitaji baadaye katika kwenda kufanya maombi yako na kuonyesha wewe ni mtu wa aina gani na una uwezo wa aina gani na umefanya nini. Sasa tukianza na kundi la kwanza la nyaraka za kiserikali, naomba niziite hivyo ingawa sio kundi rasmi. Sasa basi, katika nyaraka za kiserikali, cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa uwe nacho ni cheti chako cha kuzaliwa. Kwa sababu unajua cheti cha kuzaliwa katika nyaraka zote unazozihitaji ndio nyaraka pekee ambayo itahitajika ili uweze kupata vitambulisho vingine. Kwa hiyo cha kwanza ni cheti chako cha kuzaliwa. Cheti chako cha kuzaliwa unaenda unakipata kutoka sijajua sasa hivi ni RITA au ni nani ambao wanashughulikia. Unatafuta cheti chako cha kuzaliwa, cheti chako halisi cha kuzaliwa chenye majina ambayo wewe unatumia katika vyeti vyako vingine. Hakikisha majina yanafanana kutoka kwenye cheti chako cha kuzaliwa mpaka vyeti vingine. Otherwise baadaye unaweza kuja kupata usumbufu ambao kutegemea. Kwa hakikisha cheti chako cha kuzaliwa kina majina halisi ambayo wewe unatumia mpaka kwenye vyeti vyako vingine. Ukishapata cheti chako cha kuzaliwa, omba sasa vyeti vingine au vitambulisho vingine. Kwa mfano, unahitaji kitambulisho cha NIDA. Kitambulisho cha NIDA ukishakipata unahitaji kuomba passport. Kwa hivi vitu vitatu pengine vinaweza vikawa vitu ambavyo vinatosha kwenye dokumenti zako au nyaraka za kiserikali. Kwa hiyo unahitaji cheti cha kuzaliwa, unahitaji cheti chako cha NIDA au cheti chako cha taifa, kitambulisho cha taifa ambacho kitakuonyesha wewe ni nani na ni raia wa nchi gani. Lakini pia unahitaji passport ambayo ni document ambayo itakutambulisha wewe duniani. Hii ndio document ambayo itakuleta ughaibuni sasa. Umeona? Lakini ninachojua mimi mlolongo ni kwa unaanza kuwa na cheti cha kuzaliwa, unaenda unakuwa na NIDA, alafu baadaye unaenda kuomba passport. Sasa hizi ni kwenye nyaraka za kiserikali. Baada ya kutoka hapo sasa, hivi dokumenti zako zote hizi unatakiwa uwe nazo na uziweke vyema. Cheti chako cha kuzaliwa huna haja kukifanyia lamination, sio lazima, ila hakikisha unakitunza vizuri. Kuwa na copies mbalimbali ambazo unaweza ukazitumia. Sasa kuna nchi ambazo wakati mwingine wanahitaji document kama hii itafsiriwe ili iwe kwenye lugha ambayo wao wanaielewa. Sasa uzuri wa cheti chetu cha kuzaliwa cha Tanzania kina Kiingereza. Kwa hiyo kama utahitaji kwenda kwenye nchi nyingine ambayo hawaelewi Kiingereza, una uwezo wa kwenda kutafsiri hivi vyeti kwa wakalimani ambao wamesajiliwa na serikali zinazohusika. Kwa mfano, nchini Ufaransa kama unakuja, nakumbuka kipindi mimi nafika nilikuwa nahitajika kutafsiri cheti changu cha kuzaliwa ili wao wapate kukielewa na mamlaka mbalimbali ambazo nitakuwa napeleka cheti changu ili kupata vitambulisho husika waweze kukitambua. Sasa hii hawakuhitaji kuwa kitafsiriwa na mtu yeyote, walikuwa wanahitaji mtu ambaye ni kama wanasheria ambao watakuwa wana uwezo wa kutafsiri na kucertify kuwa kilichotafsiriwa kinaendana kabisa kihalisia na kile cheti ambacho ni original. Kwa hiyo vitu kama vile unaweza kuvipata nadhani kabla hujaondoka Tanzania, au kama unaweza kuondoka Tanzania pia na vyeti vyako ili kuja kuvitafsiri ukifika kwenye destination yako. Si condition au requirement kwa nchi zote, lakini kuna nchi ambazo unatakiwa uangalie kama unahitaji kutafsiri dokumenti zako unatoka nazo nyumbani ili ziweze kwenda kutumika kule unapokwenda.
Ufaransa ni nchi moja hapo ambayo inahitaji document ambazo zimetafsiriwa. Kwa nadhani ukija hapa utakuja kuona kuna umuhimu wa kutafsiri, na watu kama hao wanapatikana. Unaweza kuuliza watu ambao wamekutangulia kwa namna gani unaweza kupata watu sahihi wa kutafsiria vitu kama hivyo. Pengine kitu muhimu cha kupigia mstari hapa ni kuwa huwezi jua ni muda gani unachukua wewe kupata hizi nyaraka mbalimbali. Huwezi jua utachukua muda gani ili kupata cheti cha kuzaliwa. Huwezi jua ni muda gani itakuchukua kuja kupata kitambulisho chako cha taifa au NIDA. Huwezi jua ni muda gani itakuchukua ili kuja kupata passport yako. Ndio maana tunasema anza mapema, kwa sababu hata kama utachelewa, lakini ule muda unaojipa wa mwaka mmoja utakuwa na uwezo wa kukupa wewe nafasi kubwa sana ya kufanya mambo mengine wakati unaendelea kusukuma mchakato wako au gurudumu lako la kupata hizi nyaraka. Ndio maana nasema ni muhimu. Kama unazo tayari basi ni vyema, lakini kama una ni vyema ukaanza leo mapema kabla hujaanza kufikiria kuomba nafasi ya ufadhili au nafasi ya kwenda kusoma kielimu ughaibuni. Na naelewa wakati mwingine kuna uwezekano wa kupata hizi document kwa dharura, lakini kwa dharura mara nyingi wakati mwingine unaweza kutumia hela nyingi na gharama kubwa kuliko kufanya mchakato taratibu wakati ambao wewe una muda wa kwenda kufanya vitu taratibu. Kwa hiyo usisahau, fanya vitu mapema na kwa ufasaha ili upate document zako ambazo zitakuwezesha wewe kusafiri kwenda ughaibuni. Sasa pengine tuangalie document ambazo wewe zitakutambulisha ni nani na zitakuwa zinatumika katika kusaidia wewe kuomba nafasi mbalimbali iwe za kielimu pamoja na ufadhili ughaibuni. Na kitu cha kwanza ambacho nakisemaga mara zote ni curriculum vitae au CV yako au resume. Resume au CV ni nini? Resume au CV ni summary ya accomplishment zako wewe ulizofanya, au vitu ambavyo nadhani wewe ni accomplishment ambavyo unaweza kuvitumia katika kujiuza kwa mtu mwingine, kuwa una skills za aina gani, una uwezo gani, kwa nini wewe ni mtu sahihi kwa kile unachoenda kukiomba. Sasa CV yako inatakiwa iwe na format ambayo chuo au mfadhili atakuwa ameiomba. Na mara nyingi sana katika application nyingi huwa wanasema wanataka CV yako iweje, iwe na ukubwa gani, page gani, na wengine huwa wanaenda mbali zaidi kwa kutoa kabisa format ya CV ambao wanataka iwepo. Kwa hiyo wanatoa format, kuna blocks tofauti ambazo wanaziweka pale ili wewe uweze kujaza information zako. Na hii hawafanyi kwa bahati mbaya, wanafanya vile ili kuweza kwa urahisi kabisa kuangalia vitu ambavyo wao wanavihitaji. Kwa wataangalia kwenye sehemu ya professional experience kama wanahitaji, wataangalia kwenye academic experience kama wanahitaji, wataangalia kwenye ufaulu, wataangalia vile vile katika volunteer works kama wanahitaji, wataangalia vile vile kama una hobbies na vitu ambavyo vinaendana na kile kitu wanachokitaka wao, au kuna vitu vingine vigezo ambavyo wameviweka ambavyo wao wanadhani ni muhimu zaidi kwao. Kama chuo imetoa template, hakikisha unafuata template. Usiwe original kwenye template, bali kuwa original kwenye maudhui. Hakikisha CV yako inakuuza wewe zaidi kuliko muundo wa CV. Muundo wa CV waachie wao ambao wameamua, lakini weka maudhui ambayo yatakuuza wewe vizuri zaidi. Hii inasaidia sana, maanake mara nyingi wanavyokupa template ya CV wanaweka blocks ambazo wao watakuwa wanaziangalia ili waendelee kuchuja watu mapema. Kumbuka applications zinatumwa nyingi na wao wanachotaka ni kurahisisha kazi yao. Kwa hiyo wakikupa template ina maana itawarahisishia wao kazi ya kuweza kuchuja ni nani ni candidate bora zaidi wa kumpitisha, nani wa kumweka pembeni. Na kinachokuuza zaidi ni maudhui unayoyaweka, sio muundo wa CV. Kwa hiyo wewe unaweza kaka CV yako ina marangi mengi, ina maneno mengi, lakini yale itakuwa ni longolongo tu na wale hawayahitaji. Wanachohitaji ni kuona kitu ambacho kiko very concise, kiko very summarized, direct to the point, ili wao wanaweza kujua wewe ni nani. Na kuandika CV ni mojawapo ya skill ambayo wao wataichuja, kwa sababu kama huwezi kuandaa CV ambayo inaeleweka, utakuwa na lack skills za wewe kwenda kufanya kile kitu ambacho unataka kufanya. Kwa hiyo mtihani au mchujo unaanza mapema zaidi. Na cha kwanza unaanzia kwenye CV. Wakati unaangalia format ya CV, angalia format ya CV ambayo chuo au mfadhili amependekeza, lakini vile vile kama hamna, angalia hiyo nchi format yake ya CV ikoje. Na uzuri wa siku hizi bwana, tuna tools kibao au tuna
teknolojia nyingi ambazo zinaweza zikarahisisha hii kazi. Tuna teknolojia ya akili mnemba au AI ambayo itaweza kukupatia kirahisi kabisa majibu. Tafuta CV, kwa mfano tukisema nataka nipate CV format ambayo inatumika Ufaransa, watakupa. Nataka nipate CV format ambayo inatumika Uingereza, watakupa. CV format inatumika Marekani, wapi, utapata CV format ya nchi yoyote. Zamani ulikuwa unaenda una search Google lakini unapata results 100, lakini sasa hivi unaweza kupata results ambazo zinakuletea kitu ambacho kiko almost accurate kwa kile ambacho wewe unakitafuta. Ni kitu kizuri, kinakupunguzia muda, lakini vile vile kinakupa nafasi ya kuboresha kile ambacho wewe unakiandaa. Kwa hiyo cha kwanza, CV hakikisha inabeba ujumbe wa kile kitu ambacho wewe unataka kwenda kufanya application. CV yako isiwe ina experiences au kazi au elimu ambayo haiko relevant na kile unachotaka kwenda kukiomba. Ndio maana tunasema ni summary kwa sababu unatakiwa uweke vitu vile pekee ambavyo vitakuwa vinalenga katika kuuza skills zako, uwezo wako na wewe ni nani, ili yule ambaye anaisoma aone okay, huyu ni mtu sahihi. Unaweza kuwa na experience ya vitu vingi sana kama 100-200, lakini katika 100-200 ni vitu vitatu tu ambavyo vinaendana na kile kitu ambacho unakiomba. Sasa kwa nini uweke experience 100 wakati mtu atakuja kuangalia experience 2 au 3 ambazo zinaendana naye? Na ukiziweka hizo experience 2-3 unaweza ukazi expand ili relevance yake ionekane zaidi kuliko kuweka vitu 100 haviwezi kuendana na kile kitu ambacho unakitaka. Kwa hiyo ni vizuri katika kuandaa CV, cha kwanza fuata format. Cha pili, chuja vitu, weka vitu ambavyo vinaendana na kile kitu unachokiomba. Iwe nafasi ya kielimu au kwenye ufadhili kutokana na kile kitu ambacho wao wanakisupport. Lakini cha tatu, CV yako iwe inabadilika kutokana na maombi. Kwa hiyo usiwe na CV moja unaituma kila sehemu. Utaonekana ni mtu ambaye haujui unachokitaka, kwa sababu kila sehemu wanahitaji kitu tofauti. Kwa hiyo badilisha CV yako kutokana na maombi, badilisha CV yako kutokana na kile ambacho unadhani kinatakiwa kipewe kipaumbele zaidi. Kila experience ina uwezo wa kuuzwa tofauti kutokana na sehemu unaoenda kufanya application. Kama unadhani kuna experience au vitu ambavyo unaweza kuviweka kwenye CV utaki kuviacha, viweke kama footnote basi. At least siku itakapokuja kutokea mtu ameuliza okay, uliweka experience fulani na hatukuelewa, unaweza kuwaelezea vizuri kabisa kwa shauku, lakini usiviweke kama ni vitu ambavyo haviko relevant na kile kitu unachotaka kukifanya. Pengine kitu kingine ambacho kinafuata ni motivation letter. Sasa motivation letter, binafsi na tendency ya kusema motivation letter ndio kitu pekee ambacho wewe kama unataka kuongelea vitu muhimu ambavyo unadhani vina uwezo wa kuuza wewe kwenye kile kitu ambacho unataka kukifanya, hapa ndio sehemu yenyewe. Kwa sababu hapa unapewa nafasi ya kuongea, kujielezea, lakini kwa ufupi kabisa kugusia vitu ambavyo vinakugusa moyoni na vinaendana na ile kozi au fadhili ambao wanaotoa. Kwa hiyo kwenye motivation letter unatakiwa uwaambie kwa nini umechagua hiyo kozi, kwa nini hiyo kozi ni muhimu kwako, na kwa nini wewe ni mtu sahihi kwenda kufanya hiyo kozi, ili angalau unaweza kuleta mabadiliko katika jamii ulipo na unapoenda kurudi au utakapoenda kufanya kazi. Na mara nyingi sana motivation letter yako inatakiwa iongelee zaidi vitu ambavyo itakusaidia wewe uwe mtu bora zaidi katika kusaidia sio wewe pekee, kwa sababu tunajua unapata faida binafsi, lakini huna haja kuongelea faida binafsi, lakini ni kuongelea utasaidiaje katika kuendeleza fani, katika kuendeleza jamii na katika kutoa mchango mkubwa kwa jamii ambao umetoka, ili angalau basi ile scholarship isiwe imepotea bure tu. Kitu ambacho unapaswa kuepuka kabisa katika kuandika motivation letter yako ni kuacha kubwabwaja na kuweka longolongo nyingi. Acha maneno mengi, kuwa direct to the point. Hakikisha kitu ambacho unakiweka kina mantiki na kukuuza wewe, sio maneno bali ni content ambayo unaiweka. Iwe very short, iwe fupi, lakini iwe ina mvuto pamoja na point ambazo unadhani zinaweza zikakusaidia wewe kupata ile nafasi. Na kama ninavyosema jamaa, sasa hivi hauna kisingizio, kwa sababu una teknolojia ya akili mnemba au AI ambayo inaweza kukusaidia kuboresha. Usiende kwenye kwa mfano unaenda ChatGPT au DeepSeek unamwambia niandikie barua ya application kwenye chuo fulani bila kumpa content ambayo wewe ungependa kuuze vizuri. Hapana, hiyo utakuwa unakosea. Andika kwanza
Angaika kwanza kidogo, andika barua, weka content 2-3 ambao unadhani wewe zitakuwa zimekaa vizuri, alafu omba AI ikuboreshe, ikupe mawazo, ikupe ideas, ili angalau kitu kinachotoka kiwe original. Usije ukaanza kwenda kuomba kitu ambacho baadaye kinakuja kuonekana ni kitu ambacho ni common. Si discourage kutumia AI, lakini nasema hakikisha kwanza unafanya kidogo kazi, ili at least baadaye uwe proud na kazi inatoka mwisho, kwa sababu ile ni kazi yako. Umeona, AI inatumika kama kuboresha tu. Kitu kingine pengine ambacho ningeweza kushauri ni kuwa usianze tena kwenda kuongelea maisha yako, vitu personal, afu kaanza kusema mimi nikipata nafasi kama hii nataka nihamie huko ughaibuni. Hapana, hivi ni vitu ambavyo binafsi nadhani vitaku eliminate wewe moja kwa moja tangu mwanzo kabisa wa process. Mara nyingi sana hata kama una ambitions ambazo ziko ndani ya moyo wako na unapenda kuzifanya, kama vitu ni very personal, weka pembeni. Pale andika vitu ambavyo professional vitakuonyesha wewe ni mtu wa aina gani na kwa nini ni mtu bora. Na cha zaidi unachotakiwa kufanya ni kufocus zaidi kwenye kutoa suluhisho. Je, ni kitu gani ambacho wewe baada ya kupata ile elimu ungeweza kwenda kukifanya ili kutatua tatizo fulani? Umeona, kama kwenu kuna tatizo ambalo unadhani ile elimu yako inaweza kwenda kusaidia, ongelea hicho kitu. Kama wewe unataka kwenda kufanya engineering course, lakini baadaye unajua kwa ile knowledge yako utakayokuja kuipata inaweza kuja kusaidia kutengeneza guta ambazo zitakuwa zinatumia umeme wa jua, kwa namna gani ya kusaidia watu kubeba mizigo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hilo ni wazo zuri. Si lazima wazo liwe wazo ambalo kila mmoja akiliona lazima liwe linafanya kazi, hapana. Ni wazo ambalo wewe unadhani unaweza ukalifanya. Kama unataka kuangalia namna gani kuna visima vya maji vilivyopo maeneo yenu unaweza kuviboresha ili kutumia umeme wa jua au kutumia nishati safi katika kuchota maji na kusafisha maji ili watu wapate maji safi, andika vitu kama hivyo. Ni vitu ambavyo mara nyingi sana vinakuwa original, lakini vinaenda moja kwa moja kwenye jamii ambayo unatoka, na kitu ambacho wafadhili wengi na shule nyingi za ughaibuni vina appreciate, kwa sababu unajua huyu ni mtu ambaye ana mawazo na ana upendo na sehemu aliyotoka. Ni mtu ambaye roughly yuko radhi kuja kufanya chochote hapa ili afanikiwe na kurudi kwenda kufanya kitu ambacho anakipenda kukifanya. Kwa hiyo motivation letter yako iwe kitu ambacho kinaweza kukuuza wewe vizuri, lakini at the same time kiwe kina uwezo wa kukupa nafasi ya kuendelea na mchakato either wa kupata ufadhili au kupata nafasi ya kielimu. Pengine kitu muhimu ambacho cha tatu nakiongelea. Kwa hiyo nimeongelea cha kwanza, nimeongelea CV, nimeongelea motivation letter ambayo ni barua yako wewe unaandika kwa sababu ya kujielezea kwa nini wewe ni mtu sahihi, lakini kuna kitu cha tatu ambacho ni recommendation letters. Sasa recommendation letters mara nyingi sana ni vitu ambavyo vyuo vingi au wafadhili wengi wanaviomba, kwa sababu motivation letter wewe unajielezea wewe kama wewe, lakini recommendation letters mara nyingi sana ni mtu mwingine au third party anakuelezea wewe ni mtu wa aina gani, una character gani, una uwezo gani, je una utayari, una uthubutu na vitu kama hivyo. Sasa mara nyingi sana inabidi utafute watu ambao wanakufahamu vizuri na wanaweza kukuelezea wewe, iwe kitaaluma au kimaadili au kikazi. Umeona, wana uwezo wa kukuelezea vizuri bila kusita au kuonekana ni barua za kufoji. Na katika hili usijaribu kwenda kufoji barua ya recommendation, kwa sababu kuna vyuo vingine au kuna wafadhili wengine mara nyingi sana wanapoomba recommendation letters wanakuambia tunaomba recommendation letters either kutoka kwa profesa au kutoka kwa mwajiri. Zile namba au mawasiliano utakayoyaweka kwenye recommendation letters mara nyingi sana huwa wanajaribu ku cross check. Kwa watapiga simu au wataandika email, watafanya mazungumzo na yule mtu. Kwa kama ulidanganya inaweza kala kwako. Na mara nyingi sana ukidanganya tu unachofanya wewe wanaku blacklist au wanakuwekea alama kuwa wewe si mtu mwaminifu, kwa sababu unaweza kudanganya kwenye vitu vidogo, unaweza kuja kudanganya pia kwenye vitu vikubwa. Kwa hiyo hakikisha udanganyi, unaomba recommendation kutoka kwa professors wako pamoja na mwajiri wako kama umeajiriwa, ili basi waweze kupigia chapuo na wewe uweze kuendelea katika nafasi zako za kielimu. Na watu kama hao wanapatikana, usio unaogopa, ni watu wanapatikana, unaenda unamuomba, kwa sababu mimi ninachojua mtu akija kuniomba recommendation letter, bwana anaweza kuniandikia recommendation letter ni mtu ambaye ana
thamini mchango wangu katika kuendeleza maisha yake. Kwa nadhani ni watu ambao ni wapo, ukiwaomba vizuri na kwa ustaarabu kabisa wanakupatia. Ndio maana nashauri ni vizuri ukae vyema na watu, kaa vyema na watu. Mwajiri wako, professors wako, usio mtu mkorofi, mtu mgomvi, mtu usiye na heshima. Kuwa na heshima na watu kwa sababu huwezi jua lini watakuja kuwa na msaada kwako. Hivyo basi, recommendation letters ni muhimu. Na katika recommendation letters, najua sio wewe unaandika, lakini cha muhimu unachotakiwa usipate recommendation letter moja ukawaitumia katika application zote. Hapana. Recommendation letter inatakiwa iwe specific katika kila application unaoifanya. Kwa mfano, unaomba course ambayo ni ya civil engineering. Kama unaomba course ya civil engineering Japan, barua ambayo inabidi iandikwe inabidi ndani na ile course. Ukija kuomba course ya civil engineering kwa mfano Marekani, unatakiwa uandike barua inayoendana na ile, inayoendana na chuo, inaendana na jina la course. Kwa mtu anaandika recommendation letter anatakiwa aangalie ile course content yake koje, je huyu mtu na kaliba yake ilivyo ana uwezo wa kuendana na ile course. Hiyo itakusaidia kwa sababu itaonekana ni barua ambayo ni original, lakini vile vile imetilia maanani content ya course ambayo iko pale, ili basi wewe upate nafasi ya kielimu pamoja na ufadhili pale ambapo unahitaji. Kwa hakikisha kuwa recommendation letters zinaandikwa na watu sahihi, zikiwa zina content sahihi, pamoja na kuwa ziko original, lakini zisiwe zimefojiwa, kwa sababu kufoji kwako kunaweza kawa ni factor moja kubwa sana ya kukudisqualify. Lakini kitu kingine ambacho tunaweza tukakipigia mstari kwenye part ya recommendation letters, na ndio maana nimesema mara nyingi sana, fanya maandalizi muda mrefu, kwa sababu uwezi ukawa unakimbilia kwenye deadline alafu una siku 2 au 1 ya kufanya application, then unaenda kumuomba professor au mwajiri wako naomba barua recommendation kwa sababu natakiwa nitume application deadline kesho mchana. Mara nyingi sana inakuwa ni kitu ambacho umekirush, hakiko sawa. Utakuwa unaonekana ni mtu ambaye uko professional. Ndio maana ukiomba mapema unamwambia mtu na application ambayo nategemea kuja kuifanya ndani ya miezi 2-3, nilikuwa naomba recommendation letter kwa sababu nadhani wewe unanifahamu vizuri na maelezo yako yanaweza kaa msaada wa mimi kuendelea kupata elimu bora pamoja na ufadhili ninapotaka kwenda kusoma. Kwa hiki ni kitu muhimu. Hakikisha unafanya vitu mapema. Usianze kuzima moto siku za deadline, siku za mwisho. Kama unahitaji kwenda kusoma katika nchi ambayo inaongea Kiingereza au lugha tofauti, mara nyingi sana huwa wanaomba kufahamu kiwango chako cha lugha au unafahamu vipi lugha ambayo unaenda kuisomea. Kwa mfano, kama unaenda kusoma vyuo ambao vinafundisha Kiingereza, wanataka kujua level yako ya Kiingereza ikoje. Wakati mwingine utakuta watakwambia kabisa tunahitaji kujua kama umeshafanya test fulani ya lugha ya Kiingereza. Kwa mfano, wanaweza kusema wanataka kuangalia kama umefanya TOEFL au umefanya IELTS, ili kujua kama wale wamekujaji vipi katika kiwango chako cha lugha. Sasa kama wataomba hivyo vyeti, ni muhimu kuviweka katika maombi yako ili angalau maombi yako yakamilike. Lakini wakati mwingine, ndio maana nasema kuwa makini katika kusoma maelekezo vizuri, kwa sababu wakati mwingine wanaweza wakaomba uthibitisho wa wewe kuongea Kiingereza, lakini hawataji vyeti ambavyo wanavihitaji. Sasa katika maombi kama haya, wakati mwingine inawezekana ukaomba chuoni kwako barua ambayo inaonyesha kuwa wewe ulisoma masomo kwa Kiingereza au ulitumia lugha ya Kiingereza kwa muda mrefu wa masomo yako. Kwa hiyo ulisoma kwa Kiingereza, ulikuwa unawasiliana kwa Kiingereza, lakini pia masomo yako na thesis yako kama umemaliza chuo uliandika kwa Kiingereza. Hii inaonyesha kwa namna gani wewe unafahamu Kiingereza, na Kiingereza sio lugha ambayo inakusumbua. Itakupunguzia kazi kubwa ya wewe kwenda kuanza kufanya mitihani ya certificates kama TOEFL pamoja na IELTS. Sidhani kama vyuo vingi vitaweza kukubali barua yako kutoka chuo, lakini kama kutakuwa na uwezekano ukaepuka kufanya mitihani, mimi ningekushauri. Na naweza nikupa mfano. Mimi binafsi wakati nakuja Ufaransa, katika chuo ambacho nilikuwa naomba hakukuwa na ulazima wa kupeleka certificates kama za TOEFL au IELTS. Walichokuwa wanahitaji kuhakikisha kwa mimi Kiingereza ni lugha ambayo naifahamu na nimeshaitumia muda mrefu. Kwa hiyo nilichofanya, nilisoma University of Dar es Salaam, nilienda Tawala, nikakutana na secretary, nikamwomba naomba barua, nikamwonyesha vyeti vyangu kuwa nilipita UD mwaka fulani mpaka mwaka fulani, wakaniandikia barua,
kutokana na registration number yangu ambayo nilikuwa nao chuo. Akasema huyu ni mwanafunzi ambaye alisoma UD, na katika kipindi chake chote cha masomo wakati yuko UD alikuwa anatumia Kiingereza kama lugha ya mawasiliano, na pia aliandika alifanya mitihani na kuandika thesis yake ya mwisho ambayo alikuwa anafanya hapa chuo kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo tuna uhakika kuwa Kiingereza ni lugha ambayo haimsumbui na ana uwezo wa kuja kufanya masomo ughaibuni bila tatizo. Na okay, hii niseme ilikuwa ni mojawapo kitu ambacho nilifanya kama ni bahati tu, kwa sababu sikutegemea kama wangekubali. Lakini nilivyotuma ile barua, kwa sababu ni barua ambayo imetoka chuoni na imethibitishwa, chuo ilikubali. Kwa binafsi kwangu mimi niliona kile ni kitu ambacho ni positive. Sio lazima uende ukafanye mitihani extra, unatumia hela, unatumia muda. Siko against na mitihani, lakini wakati mwingine kama si lazima sio tatizo. Kwa nilienda nikaomba barua, nilipewa barua nikaipeleka. Lakini kumbuka mitihani ambayo unafanya mara nyingi sana huwa ina expire baada ya muda fulani. Kwa unaweza kufanya mtihani mwaka huu, baada ya miaka miwili ile eligibility ya kutumia kile cheti au yale matokeo kwenye kuapply vyuo vingine ikawa imeisha. Ndio maana ni vizuri basi wakati unafanya application ya vyuo, angalia muda ambao utakuwa mwafaka wewe kuwa na vile vyeti ili uweze kuvitumia ndani ya muda ambao kabla havija expire.